Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadhia ya kuvua hijabu, mwanamke kutoka uchi, ni kadhia ambayo katika jamii zetu na jamii za wanadamu imekuwa ni jambo linaonekana ni jambo la kawaida, lakini madhara yake ni madhara makubwa. Mwanamke anayevua hijabu, hasa akao yuko katika ndoa, mwanaume mwenye ndoa hii ambayo mkewe havai hijabu, yuko katika hatari kubwa. Bwana mmoja akiwa na mke wake, yeye ni mwanandoa, yuko na mke wake, lakini mke wake si mtu wa hijabu, ni mtu ambaye anapenda kutoka akiwa katika hali ya uchi, yani hana shungi, hana nguo ndefu, nguo zake ni nguo za kubanabana, lakini mwanamke mrembo kweli kweli, ambapo bwana yule hapati usingizi akimtizama mwanamke, anapata raha sana. Bwana huyu ni bwana michezo, ni mwana michezo, anapenda michezo. Akawa na rafiki yake yuko katika nchi nyingine. Siku moja katika mawasiliano ya hapa na pale akapata mwaliko, na mara nyingi huwa anaalikwa lakini haitikii mwaliko. Akaalikwa, njoo nchini kwetu, tuna mchezo wa mieleka, mchezo wa ngumi. Basi akakubali kipindi hiki kuitikia wito. Akamwambia mke wake, twende tusafiri, tukate tiketi tusafiri twende katika nchi fulani, nimealikwa na marafiki zangu, kuna mchezo kule na mimi napenda kufuatilia michezo. Wakajiandaa na safari, ikisha wakaianza safari yao. Wakaenda mpaka wakafika nchi nyingine. Walikuwa wamepanda ndege, waliposhuka katika nchi ile, wakiwa uwanja wa ndege wakapokelewa na marafiki wale wana michezo. Ni grupu kubwa la mapokezi, yani waliokuja kumpokea ni watu wengi. Akamuona rafiki yake, kipindi wamesogea, wanasalimiana, wakapeana mikono, wanakumbatiana, na mke yuko nyuma naye anakumbatiana na kila mmoja, yani kila anayesalimiana na mume naye anasalimiana naye na anakumbatiana naye katika hali ya bashasha na furaha kubwa. Bwana mmoja katika wale waliompokea, ambaye ni marafiki wa huyu mwanaume, akamuona huyu mwanamke, akamtamani kweli kweli, akampenda na ule urembo wake ukamchanganya. Basi alipochanganywa na urembo huu, alipokaribia mwanamke yule anamkumbatia, wanasalimiana, akampa ishara ya kwamba tayari kampenda. Ikisha wakaondoka, wakaenda mpaka sehemu walikoandaliwa, wakapumzika. Ikisha ikafika siku ya michezo. Ilipofika siku ya mchezo ule, wakakutana ukumbini, kama ni klabu au ni nini, mimi sijui michezo hiyo kwamba inachezewa wapi, michezo ya mieleka. Wakaenda wakakutana kule. Pindi wamekutana, huyu bwana akajisogeza mpaka akapata mawasiliano na mwanamke huyu wa huyu bwana. Yule bwana waliokutana kule airport, kule uwanja wa ndege, akampenda, akampa ishara. Hapa akajisogeza mpaka akapata mawasiliano. Alipopata mawasiliano yale, mchezo ule ukaisha. Ulipoisha mchezo, wakapeana ahadi kukutana sehemu. Mwanamke yule akatafuta nyudhuru huku na kule, akamponyoka mumewe, akaenda akakutana na bwana yule. Walipokutana wakiwa wamekaa faragha, akaanza kumhadaa mwanamke yule, kumwambia, we ni mwanamke mzuri sana, mwanamke wa ghali, mwanamke mrembo, wewe hadhi yako si yule bwana, na shangaa wewe kipande cha jua umekutanaje na mwanaume yule, yani wewe una hasara, wewe unapaswa